Mheshimiwa mwakilishi wa Sheikh Suki, Sheikh Mama Mpira, Dume ya Sheikh Mkonda, Sheikh wa wilaya Kigoma, Haji Masasa, mwenyekiti mkoa, viongozi wote wa baraza, Imamu Masjid Al-Amira, Sheikh Masudi, Sheikh Zuberi Qadhi na ustadhi wa madrasa hii, wageni waalikwa wote na wenzangu wanafunzi wetu wote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hivi ni saa 9 kasoro dakika 5, naomba nichukue dakika 10 tu ili muda unaobakia watu wapate chakula cha mchana kabla ya swala la asiri kuingia. Kwanza nitoe pongezi za dhati kwa mwalimu wa madrasa hii ambayo toka jana na leo wanafunzi wamekuwa wakionyesha taaluma wanayopewa. Sheikh Zuberi Rashid Chamkunda ambaye ndiye mwalimu mkuu pamoja na wasaidizi wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe taufiki na kile unachowapa watoto wetu tuweze kuganda katika vichwa vyao, wapatikane warithi wanaofanana na wewe au watakaokuzidi wewe kitaaluma, ili waweze kuendesha Uislamu na Waislamu duniani kote. Lakini pongezi ya pili ni wape wanafunzi wote wale waliosoma na wasiosoma, kuanzia jana kwa kina mama na leo. Kwa kweli tumeona vipaji vikubwa kutoka kwenu na nyote inaonyesha kwamba mnalingana vipaji hivyo. Cha msingi msichukiane, mpendane, mzidishe bidii za masomo ili nyote muweze kupata elimu kubwa katika kipindi hiki kifupi ambacho mnasoma madrasa. Mwenyezi Mungu awape kila la heri. Amin. Pongezi za tatu wazazi. Wazazi mngesusa kuwaleta watoto, jambo hili leo lisingekuwepo. Kwa hivyo nawapongeza sana wazazi wetu kwa kuwaleta watoto, pamoja na kwamba wanasoma katika mazingira ya wakati uliominika, na wakati katika masomo ya dini hautakuwa na nafasi huko tunapokwenda, utazidi kuminika. Lakini kanuni inatuelekeza kwamba meli ikiwa inaelekea kulia na wewe abiria uliokuwa ndani, majambo yako yote uyafanye kuelekea kulia, na ikiwa na mwelekeo wa kushoto, na wewe majambo yako yote uyafanye katika mwelekeo wa kushoto. Ukitaka kwenda kinyume utaumia. Kwa hivyo kwa ulimwengu tuliokuwa nao hivi sasa, huko tunapokwenda, yawezekana masomo ya sekondari na primary school yakawa mpaka usiku. Huko tunapokwenda kuzuri sana na kubaya sana. Sasa kama miaka ya nyuma walimu tulikuwa tunaona furaha na fakhri saa 8:30 saa 9 madrasa zote nyomi, na sasa hivi saa 12 watoto wanapita barazani wa madrasa wakiwa na uniform, wanarudi kutoka wapi? Shule. Arudi nyumbani akabadilishe uniform, apate chochote kitu, anakuja madarasa magharibi. Sasa huko tunapokwenda hali itazidi kuwa ya mmenyano katika kugombania muda.
Na ndio maana Mwenyezi Mungu alisema wal asri innal insana, Mungu aya zake zote anauwapia muda. Kwa hivyo tutabanana katika muda huo. Dini ipite na sekula ipite humo. Hakuna mtu anayetakiwa kumlalamikia mwenzake, kwa sababu tunakwenda na mazingira haya. Kwa hivyo wazazi, kongole kwenu. Hawa watoto leo tumewapata hapa kwa sababu yenu, lakini mmewapendezesha. Naamini baadhi yenu mmeacha vijora vile vya send off, reception, kitchen party, mada, mkaamua hizo pesa muwapendezeshe watoto, na wamependeza kweli. Watoto wamedamshi. Mswalie Mtume. Wasichana na wavulana. Na sisi walimu wa madrasa nyingine tumekuja hapa kuanzia mimi mwenyewe kama mwalimu mkuu pale Tablighi, Ustadh Khamisi, na walimu wenzangu wote. Basi tujifunze. Tujifunze kwa kile ambacho tulichokiona hapa, na wazazi pia na nyinyi mjifunze. Katika zile madrasa zenu kule, walimu wakiwaambia uniform, sidhani kama uniform ni kule tu kwenye ABCD, na hata huko kwenye alif bete. Wanafunzi tunawataka wawe na uniform hizi za shule na uniform maalumu kwa ajili ya kwenda madrasa kila siku. Na hili ni agizo na ndoa kwa walimu wote wa madrasa zetu. Lile vazi la Jumatatu mpaka Alhamisi liwe ni vazi la uniform, lisiwe ni vazi la pilau, kwamba wanafunzi kila mtu anakuja na vazi lake anaolitaka. No, ukimwona mtu mwanafunzi kama vazi hili, unamjua huyu ni madrasa fulani, huyu ni madrasa fulani. Na si vibaya hao wanaochora fulana za kina Aziziki, za kina Brutus Chama, wanaweza pia kuzichora uniform zikawa na majina ya kila madrasa. Swali Mtume. Kwa hiyo hili ni agizo kwa kila walimu wote, na nyinyi mnaoishi na mimi hapa Golini Kibaha, nyinyi ndio wa kwanza mnaotakiwa kulisimamia zoezi hili. Kila madrasa wanapokwenda shule wanakuwa na uniform, lakini madrasa hizo wanapokuja katika masomo yetu haya ya Qur'ani, wengi wetu hatuna uniform. Sasa lazima tuwe na uniform, kama ni kanzu na ni kanzu. Na kipindi hiki cha likizo, wanafunzi waende asubuhi na jioni. Utaratibu wa wazazi kuwapora wanafunzi kipindi cha likizo ni wiko. Mimi ninakiwekea mkakati na timu yangu chini ya mwenyekiti hapa. Madrasa zote tunaweka utaratibu. Ukifika mwezi wa Disemba na Juni, lazima wanafunzi wasome. Imebakia wiki moja na nusu, madrasa itafungwa waende likizo. Lakini ule mtindo ambao mmeufanya na mnaendelea kuufanya, mimi siridhiki nao. Juzi niliwasema wazazi katika madrasa yangu, na leo nawaeleza wazazi wote, tukio hilo la kuwapora wanafunzi, unapofika mwezi Disemba shule zimefungwa, na wachukua wakacheza michezo mingine, kwa hakuna wanachoweza kufanya. Bibi ni yule, babu ni yule, shangazi ni yule, mjomba ni yule. Hii tabia wazazi muiache. Na sisi tegemeo letu kwamba mwezi Disemba watoto hawaendi school, acha sasa tumiane nao. Swali Mtume. Yule anapata muda kidogo katika masomo tumsomeshe, lakini matokeo yake unawakuta wazazi wanakuja kunyakua watoto. Bwana, mwanangu kesho nakupa taarifa na kwenda kwetu. Nampeleka wapi? Na Waislamu wananongwa. Maisha ya Waislamu hayana tofauti na maisha ya jongoo. Muislamu akikuja namna hiyo, basi wewe mwalimu ulikunyati, ukubali, basi anachukua watoto wake 5 6 anaondoka nao. Sasa wazazi 10 wakichukua wanafunzi kwenye madrasa, wanafunzi wanabaki. Wanakwenda kufanya nini huko? Alafu ukifika
ikifika mfungo mosi kwenye baraza la Idi tunamwandikia rais, bwana tunakulalamikia watoto muda wa kusoma dini hawana. Ikifika mwezi wa kusoma dini nilisema tunafanyaje? Tunawatoa wakacheze. Unafiki mkubwa. Siku zote walimu jamani inakuwaje? Tuiombe serikali, hakuna kuiomba serikali. Vilikuja wazo hapa siku za nyuma. Wenzetu jamani Jumapili wao sikukuu, wenzetu Jumamosi wao sikukuu, na sisi tumuombe rais siku ya Ijumaa ile mapumziko. Katika Qur'ani siku ya Ijumaa ni siku ya kufanya kazi, sio siku ya mapumziko. Hawatakaa mashauri waiombe serikali kwamba Ijumaa nayo ni siku ya mapumziko. Idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyat as-salatu shuru fantashiru. Swala ikimalizika tawanyikeni, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika ardhi mkapiga mzigo. Hakuna habari ya kushindana. Wao kama Jumamosi ni kukia mapumziko waendelee, Jumapili waendelee, lakini sisi kwetu Ijumaa ni siku ya kuabudu na ni siku ya kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa hiyo haya maelekezo nayatoa kwa walimu wenzangu, nayatoa kwa wazazi. Hili ni sikitiko. Huko tunapokwenda tutaweka lazimisho kwa walimu wote. Tumefanya kozi hapa za miezi 6 kujengeana uwezo wa kuwafundisha hawa. Sasa tuweze zile kozi tukazipoteza. Tunaweka fomu. Bwana unamchukua mtoto wako, akirudi huyo kamtafutia madrasa nyingine. Vinginevyo wasome. Shule zinafunguliwa Januari 13. Unamchukua mtoto leo, mwezi na zaidi anakaa huko, kalelewa, akapewa maadili, anakutana na vitu vya ajabu, anarudi kapoteza mfumo wote. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nawakumbusha wazazi tuzingatie nidhamu ya kutowaiba na kutowatorosha. Tuache yale maisha ya kijogoo ambayo Waislamu ndio wanaishi nayo. Jogoo na mkuta anakwenda kwenye shimo, ukichukua fimbo kumnusuru asiingie kwenye shimo, kakasirika, kanuna tena kajikunja. Wao wamemsaidia, alikuwa anaingia kwenye shimo, hali hiyo umembetua kidogo basi yeye kanuna. Ndio Waislamu walivyo. Msalie Mtume Muhammad. Mzazi akikuja bwana anataka kuchukua mwanangu, maana anakuja kukupa taarifa, sio kukuomba ruhusa. Ukimwambia usimchukue ushaanzisha ugomvi hapo. Dini haipo. Dini haipo. Yaani mimi kipindi fulani huwa namtazama mtu. Mbona sio mtu wa dini? Hicho unachokifanya mbona sio katika dini? Anatoka kabisa kama vile anataka kuacha na Uislamu wenyewe. Lakini tutafika. Haya mabadiliko haya sio katika maisha tu. Hata katika dini lazima tutabadilishana. Hatuwezi tukaenda vile ambavyo watu wanataka, twende vile ambavyo Mungu anataka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nimshukuru Imam Sheikh Masudi kwa kutoa fursa ambayo ni ya kwako. Tumeshuhudia watoto wako, lakini wewe ukiwa kama mlezi na bodi yako ya msikiti hapa, tunashukuru sana madrasa hii kuilea. Lakini tunashukuru sana tumemaliza kozi na hivi sasa pana masomo yanaendelea hapa. Kama ungesema bana ile kozi imemalizika sasa hivi katafuteni eneo lingine, ungeweza, lakini bado umeturuhusu kila siku ya Jumatano na Alhamisi pana masomo yanaendelea. Hiki sasa ni kituo cha elimu. Pana tafsiri ya Qur'ani inasomeshwa, anasomesha nini? Hizo mama. Pana lugha ya Kiarabu inasomeshwa, anasomesha Sheikh Zuberi. Pana somo la fiqh inasomeshwa na Ustadh Abdul Habib na nani mwingine. Shaqami anasomesha. Tuna walimu 5 hapa. Kina mama wengi wanakuwepo hapa siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi. Nachukua nafasi hii pia kutoa maelekezo. Hiki ni kituo cha elimu pilau. Elimu pilau maana yake nini? Unaweza ukaja na vitabu vyako 6. Ndani ya dakika 20 40 tukasaidiana, tukakumbushana kumswali Mtume.
kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kuwafuata wasomi, shughuli kubwa, lakini tuliopo hapa Kibaha tusaidiane. Kwa hiyo masomo yanaendelea. Jumatano ijayo na Alhamisi ijayo tumezipisha kwa sababu maalumu, lakini baada ya hapo masomo yataendelea. Tunawakaribisha walimu na vitabu vyenu mbalimbali. Kuna sababu hivi sasa ya kusononeka, nani atanisaidia katika masomo? Kuna walimu 5 hapa wanasomesha maalumati mbalimbali ya kidini. Kina mama, naomba hilo mlichangamkie, na walimu wenzangu naomba mlichangamkie. Na mimi sina muhali, muda wako tunaweka masomo halafu amtaki, si kutiaribu mbele yangu mimi nakushuti. Habari ya kumpaka mtu mafuta kwa chupa mimi sina. Hiyo watu ndio hilo ndio tunaisomea hikma tu, lakini mimi kwangu mimi sina. Mwalika kabisa maneno. Barakallahu fiki. Hiyo watu ndio hilo ndio wanatamani leo ndio wapaka mafuta kwa mgongo wa nini? Wa chupa. Mimi naeleza siku zote tuje tusome. Si kuna haribu kwenye ndoa mimi nakukutua mbele za watu kwa sababu nishakwambia. Si kuna haribu kwenye swala mimi nakueleza kwa sababu nishakueleza. Tuje tusome, tumeelezana kwenye kozi hapo jamani. Tuna viraka, tuje tusaidiane kuviziba. Mimi mwenyewe nina viraka vyangu nitakwenda kuviziba. Na viraka vikiwa vingi wao vioni. Swali Mtume Muhammad. Sasa ukijiona wewe umekamilika ushakuwa shehe, haya. Lakini huko tunapokwenda hakuna muhali. Huwezi ukaharibu mbele za watu. Fursa hiyo tunaisisitiza. Mwisho katika pongezi, mwakilishi wa Sheikh Subki kampe salamu nyingi sana. Alikuwa na kilio kikubwa sana katika wanafunzi wake kumuona Sheikh Zuberi hili jambo kasinzia nalo, na najua alitamani sana leo awepo, lakini afya yake haikuwa nzuri, na kwa baraka ya kujitahidi Mwenyezi Mungu atampa afya iliyokuwa njema. Kwa hivyo kampe salamu kutoka Sheikh wa mkoa, kwa sababu mwaka jana kilio chake mimi ndio nilipoza tulipokuwa pale kwa Ustadhi Daudi Machinjioni. Alinigutuma naye mbele yangu, kwa baadhi ya mpira nikauweka kifuani, nikatuliza, nikamweka chini. Vinginevyo kama nilivyopisha Sheikh Zuberi saizi hatunaye. Kwa hiyo kampe salamu Sheikh Subki. Jambo limenoka, limepungua kwa kutokuwepo kwake tu, lakini kuwepo kwako wewe naye ulifai ukima makama alfa'il, umesimama nafasi ya mtendaji. Sisi tunamtakia kila la kheri, atuombee baraka ili majambo yetu yaweze kufanikiwa. Mawili ya mwisho, salamu za mufti. Mufti leo ameongea na Waislamu na Watanzania kwa ujumla, na maongezi yake hivi sasa yapo katika mitandao yote ya kijamii. Ametoa maelekezo muhimu sana, amewadhalilikia Watanzania na Waislamu wote. Kwa jamani, tusikubali kuvuruga tulivu na amani ya nchi yetu. Tusikubali kuwasikiliza watu wanaotuingiza katika majanga na matatizo, wao wakiwa wanatufanya sisi ni mtaji, wao wakiwa wanatufanya sisi ni mtaji. Katika mitandao ya kijamii kuna kitu kinaitwa viewers. Viewers ni wale ambao wanafungua sana kusoma kupitia akaunti yako. Dunia imeweka pasenti fulani ya malipo au mambo ya sasa kwa kila yule ambaye akaunti yake inatazamwa sana, analipwa. Na hivyo dunia imetengeneza watu wa kuhamasisha uvunjifu wa amani,
kadri wanapofanikiwa kiasi na ndivyo pesa zao zinavyolipwa. Kadri ya watu wanapokufa idadi fulani, na ndio maana wao ndio wanatamka idadi. Hao ndio tunawasikia wanatamka idadi, ili wale wanaowalipa waone kwamba wamefanya kazi kubwa na wawalipe. Hivi ndio ilivyo duniani. Wangapi wamevunjika mkono, kuna malipo yake. Wangapi wamevunjika mguu, kuna malipo yake. Wangapi wamekufa, kuna malipo yake. Analipwa yule anayehamasisha fujo. Hili lazima tulijue. Niwatolea mfano watu ambao wana viewers, halipi na wewe unayotazama. Yule mwenye mtandao wake ndio anamlipa. Tuna sasa wewe bwana, wanaangalia watu laki moja, zawadi yako yako. Sasa Mheshimiwa Mufti anatuasa tusiwasikilize wale wako nje ya Tanzania na hawatarajii kurudi, isipokuwa sisi wametufanya ni mtaji. Sisi wenyewe tumebakia kama mazuzu, hatujijui. Tunawafuata watu ambao wako nje, tunaingizwa katika majanga, tunaingizwa chaka, tunafanya mambo yanatuathiri sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu aliposema waatiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum, mtiini Mungu, mtiini mtume na wenye mamlaka, na wenye mamlaka, na wenye mamlaka. Mungu mwenyewe anakupa asisi, maana wenye mamlaka wakiba. Wawe na dini watii, wasiwe na dini wafanyeje? Watii wenye mamlaka. Sasa kupitia tukio la Oktoba 29 watu wamejua mamlaka ni kitu gani. Mswali Mtume Muhammad. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti anawaasa Waislamu wote, lakini na Watanzania, kwa sababu sisi ni sehemu ya Watanzania. Mkristo ana uwezo wa kumwasa Muislamu, Muislamu ana uwezo wa kumwasa Mkristo, na hata asiyekuwa na dini tukaasana kama Watanzania. Kwamba jamani, haki haiombi kwa kuvunja amani. Kuna mama mmoja anaitwa nani ala Asa, yeye alikuwa Marekani, kahamasisha fujo kule Sudan, na Wasudani wakahamasishwa, wakamuondoa Omar al-Bashir. Baada ya kumuondoa Omar al-Bashir, nchi ikachukuliwa na majenerali wawili wa jeshi. Wakakubaliana wiki moja, wiki mbili, wakamwagana. Sasa hivi wanazidunda. Sudani iko nyanga chaka chaka. Sasa tunawauliza, wale hivi sasa wanaitafuta haki, wanaitafuta amani. Wale wa Sudan, na hivi sasa kaingia bwana mkuu wa dunia Donald Trump, na Mungu ampe taufiki kusuluhisha na kutafuta amani Sudani. Kajitahidi Gaza, anapambana Ukraine na Urusi, na huku pia kaweka mguu mwingine pale Sudani. Sasa Donald Trump anatafuta haki kwa Sudani au anatafuta amani? Waislamu tusipumbazwe wa Tanzania na Kongo. Tshisekedi na Kagame juzi wamesaini mkataba wa amani, sio kutafuta haki, wa amani. Na wanatokea watu wajinga kwa maslahi yao, wanakwambia haki kwanza, haki kwanza. Wewe kama baba ndani ya nyumba, kama mama, mtoto akikuomba shilingi 100 ukamnyima kikunasa kibao, utasema hii ndio haki? Kina mama, kina baba, sisi kama wazazi, hawa watoto nao wana haki kwetu, kweli sio kweli? Baba, naomba wanisaidie bana, shilingi 100 na shida. Ukamcheleweshea kumpa, akakukata, katafunua, utamlaumu. Kwa lugha ya sasa
Si anadai haki au sio? Na haki maana yake dai vyovyote vile. Hata kwa kuvunja amani. Kwa hivyo anamvunjia amani babake mamake. Ndicho kinachohamasisha hivi sasa. Kwamba mtoto au mtu adai haki vyovyote vile idadi wa haki. Haki gani hiyo? Sasa Sudan ile pale hakuna mkoa wowote. Hospitalini watu hawatibiwi. Matibabu ni haki lakini hayapo. Elimu ni haki. Baadhi wamekuja hapa Tanzania wanasoma hapa hivi sasa wa Sudan. Hakukaliki kule. Hawa wanasheria waliokuwa hapa wanaotafsiria sisi haki. Uwezo kumtafsiria haki Muislamu walioteremshwa Qur'ani. Kuna elimu hiyo ya kumtafsiria haki Muislamu walioteremshwa Qur'ani. Wa kulja al-haq wa zahaqa al-batil. Haki imekuja na batil imeanguka. Hawana sheria. Je, kule Sudan hivi wako wana sheria hivi sasa katika majumba yao? Faru watu wanakimbia. Kuna mahakama hivi sasa Sudan inayotoa haki. Hakuna jaji wala jaji mkuu wala mahakama ya mwanzo wala mahakama ya wilaya. Kila mtu katafuta chaka lake. Hakuna haki yoyote, bali haki sasa hivi kule ni mtutu wa bunduki tu. Kwa elimu wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti anatuasa siku zote Tanzania, sio siku maalum. Siku zote Tanzania ziwe kama siku ambazo tokea tumepata uhuru. Swali Mtume Muhammad. Kama tulikuwa tunachezea amani, Mungu katuonyesha. Ilafi Quraish, ilafihim ihlat ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Vijana sote tuwe watulivu. Tusikubali kuhangaika. Tukaharibu miji yetu. Zile siku tatu tulizowekwa eda bila kufiwa. Wanaume tuliwekwa eda, wanawake walikaeda na waume zao wapo ndani. Kuna watu wamepunguza kilo, wanafanya mazoezi miezi 6 kilo moja mtu aliondoka. Lakini kwa zile siku tatu siku 4 kuna mtu alipungusha kilo karibu 5. Inna lillahi, kilo 5 zimeondoka, uji ya upiti. Sio mtu ambaye tumevizoea. Na leo ukiona Watanzania wote kila mtu anainua mikono, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, jambo lile lisirudie. Na hapa tutafanya dua kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Mufti na Watanzania wote, lile jambo lisirudie tena. Na kila anayetaka kulifanya Mwenyezi Mungu aubadilishe moyo wake, urudi katika moyo wa amani na utulivu. Hivi tungekuwa bado tukwenda shughuli ilifanyika? Tungekuwa bado tumewekwa eda na serikali, shughuli ilifanyika? Isingeweza kufanyika. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo na nisisitiza. Leo mkiangalia mitandao yote mtakuta salamu mbalimbali za Mheshimiwa Mufti akiwaomba viongozi wa Tanzania chonde 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 siku zote bila kutaja tarehe maalum. Siku zote kila mtu aondoke kwa kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumpeleke makaburini. Lakini asitafute mtu kadari ya Mwenyezi Mungu kwa makusudi. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, msizitie nafsi zenu katika maangamivu. Wa ahsinu, fanyeni uzuri, msiandamane. Wa ahsinu, acheni vurugu. Wa ahsinu, kuweni watulivu. Wa ahsinu, kuweni watiifu. Swalla la Muhammad. Mwisho kabisa, hawa ndio jenzi wa Mwenyezi Mungu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده
ونستغفره ونشكره كما هو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا دعوناك كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم من أراد سوءا بجمهورية تنزانيا المتحدة فسلطه بسيف انتقامه حتى يتمنى الموت فلم يجده. اللهم من أراد سوءا لشعب جمهورية تنزانيا فسلطه بسيف انتقامه حتى يتمنى الموت فلم يجده. اللهم من أراد سوءا لرئيسنا لقياداتنا لشيوخنا لأساتذتنا لمفتينا لكل من له أمر فسلطه بسيف انتقامه حتى يتمنى الموت فلم يجده. اللهم يا غياث المستغيثين ويا مفرج كل بالمكروبين قد ترى مكاننا تعرف حالنا فلا يخفى عليك شيء من امرنا فلا يخفى عليك شيء من امرنا فلا يخفى عليك شيء من امرنا ونشكرك tunakuomba kila yule ambaye anaitakia balaa na majanga Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, balaa hilo lirudishe katika nafsi yake, lirudishe katika shingo yake. Kila aliyekuwa nje anapata furaha na anatumia wananchi wa Tanzania kama ni mtaji wa kujinufaisha ili waingie kwenye machafuko. Ya Rabbi fasalituhu bi anwa'i min al-'adab, fasalituha bi anwa'i min al-'adab. Mpe kila aina adhabu ambayo wewe unaiona inaifaa, kwa sababu anta alladhi kunta fi al-Qur'an al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Wewe ndio unasema fitna, uchochezi ni mkubwa mno, adhabu yake ni mbaya sana kuliko ni kuua. Kila wanaofanya uchochezi, kila wanaofanya fitna, ya Rabbi angalia namna ya kuwarejeshia fitna hizo katika shingo zao, katika nafsi zao. Kizazi hiki ya Rabbi kinahitaji kikujua wewe, bila ya utulivu hawezi kukujua. Kizazi hiki kinahitaji kimjue Mtume Muhammad, bila ya utulivu na amani hakiwezi kikamjua. Ya Rabbi, kama alivyokuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma intahlika dirasaba la tu'bad. Ya Rabbi, kizazi hiki kisipokujua wewe, dunia itakuwa si mahala tena pa kukaa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. iletwe vibaya. Haya, tunakuwa na jambo lako tufuate Imam Masudi na sisi wengine tubakia hapa. Kila kitu utakipata kwa kadiri ya maelekezo yanavyokuwa yanatoka.